Na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni jeshi la Israel IDF limesema lipo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa lugha ya Kiarabu. Msemaji huyo anasema hatusubiri makombora yanguke au adui apige mlango wetu kabla ya kujitayarisha, Luteni Kanali Ela Wawea alisema. Wakati wa mahojiano na Al Arabia, Wawea aliulizwa kuhusu maandalizi ya vita vinavyowezekana na Iran. Alieleza kuwa IDF iko katika hali ya utayari na utayari kamili, inakera na inajihami. Hatusubiri makombora yanguke, lazima tupambane. Tarehe 7 Oktoba tulijifunza somo muhimu zaidi. Sera za kuzuia, kusubiri mashambulizi ya kwanza au kutegemea vizuizi, hii haikubaliki tena. Maafisa wa ulinzi walikutana Alhamisi. Haya yanajiri muda mfupi baada ya waziri wa ulinzi Israel Katz kuonya Iran kwamba shambulizi lolote dhidi ya Israel litapata majibu mabaya kufuatia mashauriano ya ngazi ya juu ya usalama yaliyohudhuriwa na uongozi wa juu wa kijeshi na ulinzi wa Israel. Tunajiandaa kwa kila linalowezekana. Iwapo Iran itaishambulia Israel, itapata pigo kubwa, Katz alisema. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Israel Katz katika mkutano huo na maafisa wa ngazi za juu wa IDF alieleza kwamba shambulio lolote dhidi ya Israel litapata majibu, na kufuatia mashauriano ya ngazi ya juu wao wamejiandaa vilivyo. Mashauriano hayo yalijumuisha mkuu wa jeshi la IDF Luteni Jenerali El Zamir, mkurugenzi mkuu wa wizara ya ulinzi Meja Jenerali Amir Baram, kamanda wa jeshi la wanahewa la Israel, maafisa wakuu wa kijasusi, mkuu wa kamandi ya Home Front na maafisa wengine wakuu wa ulinzi. Muundo mpana wa mkutano huo uliwaleta pamoja maafisa waliohusika na uwezo wa kushambulia Israel, ulinzi wa anga, ujasusi wa kijeshi na utayari wa kiraia. Katz hakufichua ikiwa mashauriano hayo yalifuata onyo maalum au tahadhari ya kijasusi. Shirika la habari la Ynet limeripoti kwamba tathmini kati ya mashirika ya kijasusi ya magharibi yanaonyesha kuwa Iran inaweza kujaribu kuivuta Israel kwenye makabiliano mapana na inaweza kuchagua kuchukua hatua kwanza. Mashirika ya kijasusi ya magharibi yameeleza katika ripoti kwamba tathmini hiyo inategemea kwa kiasi fulani kile maafisa wa Yerusalem kurejea vitani, pamoja na matatizo katika mahusiano ya Israel na Marekani ambayo Iran inaweza kutaka kuyatumia. Ripoti hiyo haikubainisha mashirika ya kijasusi ya magharibi yaliyohusika na kufichua ushahidi wa msingi wa tathmini zao. Hivyo inawezekana mashambulizi ya kwanza ya Iran yakabaki kuwa tathmini ya kijasusi badala ya onyo la utendaji lililothibitishwa. Maafisa wa Israel wameibua wasiwasi kama huo katika miezi ya hivi karibuni. Mwezi Mei, maafisa hao walionya kwamba Iran inaweza kuwa inajitayarisha kufanya shambulizi la kushtukiza la makombora dhidi ya Israel na mataifa ya Ghuba. Onyo hilo pia limetolewa kufuatia tathmini tofauti ya hali iliyomhusisha Israel Katz na makamanda wakuu wa kijeshi. Mnamo mwezi Juni, El Zamir, mkuu wa jeshi la Israel, alisema jeshi lilikuwa tayari kwa shambulizi linalowezekana la Iran, wakati maafisa wa Israel walisema shambulizi lolote la Iran litakabiliwa na jibu. Siku chache kabla, mkuu wa IDF alionya kuwa Israel ilikuwa tayari kuipiga tena Iran kwa kile alichokitaja kuwa pigo lingine kali na kubwa. Maafisa wa ulinzi wa Israel pia wametathmini kuwa Tehran inajaribu kuchukua fursa ya kusita kwa Washington kuanza tena hatua za kijeshi kwa kutumia hali ya kutokuwa na uhakika ili kuboresha msimamo wake na kupima mipaka ya kujizuia kwa Israel na Marekani. Mashauriano ya Alhamisi yalikuja wakati uongozi wa ulinzi pamoja na jeshi la Israel ukiendelea kusisitiza kujiandaa kwa ajili ya hali zote mbili za kujihami na kukera, pamoja na kutekwa kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, ulinzi wa nchi pamoja na uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri dunia.